Olá, muito boa noite. Tudo bem? Bem, obrigado. Karibuni katika channel yetu. Tunaendelea mbele na somo letu la Kireno ambayo tumeshasoma zile verbu are, er, ir katika present. Bado present tupo pale pale. Verbu za regular, irregular. Tumefanya kidogo na mifano miwili mitatu, ila mifano tutafanya pia kwa wingi vile vile. Mbele naweza kuweka siku ya mifano kwa sana. Leo tukiendelea mbele, tunaendelea na hiyo tuko present ambayo tunaendelea mkingoni katika tuseme verb reflexive. Tunaenda mbele kwa sababu kuna katika verb reflexive tunaweza kusema verb ambazo kama myself, yourself, herself, himself, kama hivyo, ourselves, yani zile na nini za reflexive zinazokuwa. Kwa hiyo katika reflexive verb huku ambazo kuna vijina kwanza, acha personal pronoun zile, kuna reflexive pronoun. Kwa hiyo verb lazima itumie reflexive pronoun, alafu ndo unaipeleka katika mfumo wake ya reflexive verb. Kwa hiyo kabla kuanza hii reflexive verb mfano utaitafuta au ipo umeiona imeandikwa mfano shamar ni kucall ama kuita shamar, lakini verb utakuta mfano umetoa se mbele, shamarse, shamarse, levantarse, hivyo vinakuwa vinaainisha kwamba ni verb reflexive ambayo unatumia na vipronoun vyake vya reflexive. Hata ukitumia ni personal pronoun, lakini pronoun reflexive ikuwepo ndani yake. Mfano eu shamo me, mimi naitwa. Kwa reflect huku nyuma kuna kijina cha personal pronoun, mbele kuna reflexive pronoun. Kwa hivyo vimetumia vijina viwili. Au hata hichi cha personal pronoun usipotia, ukisema shamo me, naitwa. Kwa hiyo lazima kile cha reflexive kikuwemo, ndio hapo verb inakuwa imekamilika. Lakini katika hizi reflexive verbs ambazo ziko tuseme namna mbili, unaweza kutumia kwa Kireno wanavyozungumza Wareno Portugal na wa Brazil. Hapa wanatofautiana kidogo, sio kutafautiana labda maandishi tofauti, inakuwa verb imechambuka misingi tofauti, sawa sawa, ila vipronoun vile vijina vya reflexive hawa wanaweka mbele, hawa wanaweka nyuma. Tumefahamiana mpaka hapo? Sijui front. Yani Wareno watatumia verb mfano shamar, umefahamu? Shamar kuita, lakini ukisema mimi naitwa, ndo reflexive wenyewe, mimi naitwa, unakuwa unatumia kijina cha reflexive ama na cha personal pronoun. Mfano Wareno watasema eu shamo mi, mfano tu hapo, maana sijavitaja kwa vijina. Shamo mi Burhan, eu shamo mi Burhan, watasema hivyo. Wa Brazil watasema eu me shamo Burhan. Kwa hiyo vijina hawa wanaweka mbele, wanaweka nyuma, wakati hawa Wareno ukiweka nyuma sana wanatumia kama kwa negative ama kwa kuuliza, kwa question. Mfano como se chama, unaitwa nani? Kwa hiyo kile reflexive verb kimekaa nyuma ya verb, kikikaa mbele ya verb ndo Wareno wanatumia kama kawaida, naitwa nani. Lakini ukiweka nyuma maana yake kama ni to question ama negative interrogative, yani kikikaa huko nyuma. Lakini wa Brazil wao wanatumia kwa huko nyuma, wanakeka kile kijina. Wakiuliza swala wanauliza, wanakeka nyuma, wakijibu wakizungumza kawaida kinakaa nyuma. Kwa hiyo hii hapa tunaingia hapa kidogo katika reflexive verb, reflexive pronoun. Kwanza ni nini hiyo se ambayo inakaa mbele ya verb, na verb ukikuta hivyo maana yake hiyo ukiconjugate unaiconjugate kwa reflexive, ama unaweza kuitia mfano hata verb cortar, kukata, umefahamu? Nakata cortu, nakata mfano janela, nakata nini, nakata nini, unakata kitu, umeconjugate verb bila kuita reflexive verb. Lakini pengine umejikata
na maana inakuwa wewe ndio reflexive, umejikata. Una maana ile verb ile ile unaipeleka katika reflexive, hapo ndio kusudia. Lakini uweze kusema eu corto-me, najikata, maana yake hapo okay, ni sahihi verb, lakini kwamba utakuwa ndio kusudi. Yani nachukua mfano eu cortei-me, nimejikata, yani ile verb unaipeleka katika past ambayo itajulikana umejikata. Okay, sawa, acha tuchambue ni nini verb reflexive ama vipronoun. Vipronoun viko kama kawaida. Mfano kuna me katika eu anachukua me, tu anachukua te, na eli na ela anachukua se, nosh sisi tunachukua nosh. Nosh ziko aina mbili. Nosh ya sisi inakuwa kama iko open. Nosh ina n na o kina kichoro juu na s. Nosh. Nosh. Na kule nosh ya vijina vya reflexive inaingia nosh. Yani nosh. Yani kama fechado. Tunasema yani kama ya kujificha au ya kufunga. Fechado inaitwa. Umefahamiana mpaka hapo? Pronto. Vamos. Kwa hiyo nosh, kuna vosh na vosh. Kama vile VOS ambayo ina kichoro juu, ambayo ile ya sisi, ya nyinyi plural, alafu kuna ya vosh bila kichoro juu. Tutaona huko katika mifano. Alafu kuna elish na elash wanatumia se. Isipokuwa katika chati hii hapa Wareno hawatumii ile vosh, wanaunganisha katika ile se. Sehemu ya vosh ya nyinyi plural mnaunganisha kule katika se. Mfano kama vile wa Brazil ile elish, elash, vocês wanatia se. Kwa hiyo mfumo hapa hautumiki katika Wareno kutumia katika sehemu ya vosh ama nyinyi. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo tukiendelea mbele na cheki vipronoun kama hivyo tulivyovitaja. Kwa hiyo mimi eu nachukua me, tu nachukua te, na eli ela wanachukua se, nosh. Nosh sisi nachukua nosh. Alafu vocês nyinyi, elish elash wanachukua se. Mfano chamar, verb chamar unachambua kama kawaida. Eu chamo, tu chamas, ele ela chama, nós chamamos, alafu ile vocês, eles, elas chamam. Umefahamiana? Chamam, tushachambua hapo. Kutokana hii iko inapeleka huku na huku, Wareno wanazungumza hivi au Portugal wanazungumza hivi. Mimi naomba unifahamu tu, kwa sababu hapa katika channel huwezi kufundisha kama uko darasani. Maana darasani unaweza kufundisha kwa upeo mkubwa zaidi na wanafunzi wanapata kuuliza maswala, lakini hapa nitaeleza kwa ufupi, labda naweza nikakata baadaye nikafanya kipindi kingine kwa kuainisha vizuri. Kwa hivyo ushachambua mpaka mwanzo mpaka mwisho, alafu vile vijina vinakaa mbele. Mfano eu chamo, me mbele unatia, tu chamaste, ele ela chama se, nós chamamos nos. Lakini katika hapa chamamos nos tunaitoa s katika chamamos, pale tunaitoa, tunabakia s ya mwisho kule. Kwa hiyo itakuwa nos chamamos. Umefahamiana? Nos chamamos ile katika ukichambua verb pale katika chamamos ile s ya pale tunaitoa. Acha verb hii tu, verb zozote ambayo kama pana s pale unaitoa, tunatumia ile s ya mwisho katika nos. Kwa hiyo nos chamamos, tunaitwa. Vocês, eles, elas chamarão se, chamam se. Nadhani mpaka tumefahamiana. Kwa hiyo hivi vijina lazima vikae mbele. Hapo ni Portuguese Portugal. Eu chamo-me, naitwa Burhan. Eu chamo-me Burhan katika grammar. Kwa hiyo Brazili hatusema eu chamo-me, atasema eu me chamo Burhan. Mnafahamiana mpaka hapo?
eu, me, shamu, hivi vijina yeye anatia nyuma. Kwa hiyo hao ni wa Brazil, ni vabu zote za reflexive. Wao vijina vya reflexive wateka nyuma, hawa wateka mbele, isipokuwa hivi vijina vikikaa nyuma, wa Portugal anatumia vikikaa nyuma, inakuwa ni njia ya kuulizwa swala ama ya kukataa ama kitu kama hivyo, negative, tunaweza kusema kama hivyo. Mfano, eu não me chamo Ali, mimi siitwi Ali. Eu chamo-me Burhan. Umefahamiana mpaka hapo? Hilo ni darasa dogo tu kwa sasa hivi hapa. Mfano vabu kuna zipo nyingi tu za reflexive: cortarse, levantarse. Cortar kukata, levantarse kuamka. Kuna olharse kuangalia, kujiangalia kwenye kioo, tuseme olharse. Unaichambua olhar, unatia na vile vijina mbele, inakuosha ichambua. Pentearse yani kuchana nywele. Kuna maquillarse, yani kwa wale wanawake wanajifanya kujitele jiksam zile nini, ndo makeup ile naweza kusema hivyo. Kuna barbearse yani kunyoa, kushevu. Alafu kuna vestirse maana yake kuvaa nguo ama ndo kudress, tunaweza kusema. Hiyo ni verb ziko reflexive. Kwa hiyo ile verb unaichambua in present yote, alafu vile vile vinafuata mbele. Kwa hiyo kuna verb nyingine utaweza kuchambua in present, unaweza kuchambua past. Mfano past hatujafika, kwa mfano tu levantarse, levanto naamka, levantuse, levantume naamka. Umefahamiana? Lakini niliamka au sijaamka, unaweza kutia negative, unakuja levante. Hii hatujasoma tense hapa, tunaweza kusema hii ni tense inaitwa preterito perfeito. Preterito perfeito yani kama muda uliopita ambao umekamilika, tuseme eu não me levantei, siku bado sijaamka. Kwa hiyo hii bado hii structure ama ili draft tutalifanya mbele, yani hapa katika kuelewesha kwanza jinsi gani verb na kuchambua, na Hawareno nazungumza vipi na wa Portugal nazungumza vipi, kwa sababu nikikuchanganya hapa kwa maverb mingi nitakusumbua, ila ninachotaka mie kwa hii leo ufahamu ni nini tunafanya katika hizi verb. Verb tumesema ya reflexive, ambayo vijina vya reflexive kama tulivyovitaja me, te, se, nos, se, hivi unavitia mbele ya verb. Verb na conjugate kwanza, so mbele ya verb ambayo verb nzima. Chamarse ukatia kule mwisho. Chamar ni verb ya ar ambayo iko regular katika present. Kwa hiyo unaichambua ile chamar kwanza yote katika present, alafu vile vijina nani ulomkusudia ndio unamweka mbele. Hapo sisi nadhani tuko sawa. Front yani Wareno washaeka huko mbele, wa Brazil wao wanaweka nyuma, lakini ni vyote sawa, ukiongea unafahamiana. Kwa hiyo ukizungumza eu me chamo, washafahamu kama wewe unazungumza unaitwa nani, lakini ni kwa Kibrazil, kwa yani Portuguese ya Brazil. Lakini ukizungumza Portugal uweke mbele, hapo ni Portuguese safi. Ila ukizungumza kwa Kibrazil Wareno wanakufahamu, ukizungumza kwa Kireno wa Brazil wanakufahamu. Hiyo tu nimekusudia kuweka hivi kwa sababu tunazungumza Portuguese za aina zote mbili katika channel yetu. Nadhani hapo sawa. Vijina hivyo hivyo nimesema Wareno wao wanaweka nyuma kwa sababu ya question, kuuliza swala, mfano kukataa, negative hizo, yani interrogative, yani kitu kama hicho wanaziweka kimtindo wapo, lakini unafahamika kwa sababu. Lakini wao Brazil wanaweka kwa nyuma, wanauliza swala wanasema sawa sawa.